tumeendelea na kutoa huduma mpaka sasa. Tuna watoto zaidi ya 1000 na tuna vituo 31 viko ndani ya mji wa Makambako na nje ya mji, lakini pale Njombe mjini kipo kituo kimoja. Na mwezi wa 7 tarehe 25 tulikuwa na maadhimisho ya miaka 10 ya kumshukuru Mungu. Kwa kweli Mungu alifanya mengi na alitutendea miujiza mikubwa sana. Tulikuwa kwenye ukumbi huu. Na mwaka jana tulikuwa tunawatunza wazee wasiojiweza katika halmashauri ya Makambako. Mwaka juzi tulikuwa shule ya msingi Ilofi kwa ajili ya kuwatunza watoto wenye mahitaji maalum. Nimeshirikiana na wazazi hawa pamoja na nguvu yangu mwenyewe, ninawashukuru sana. Na kama mgeni rasmi wa miaka 10 ya Mwambula Star Daycare, tunakukaribisha sana. Wameshapita wageni rasmi wengi sana, na wewe unahitimisha miaka 10 kuwa mgeni rasmi mahali hapa. Kwetu sisi ni ushindi mkubwa, lakini kwako ni ushindi mkubwa, ni historia nyingine. Tunakushukuru sana. Wazazi safi. Hivyo kwa heshima ya pekee sana, naomba nikukaribishe uweze kuzungumza na wazazi hawa ambao wametoa ada mwaka mzima na leo wanasherehekea kuwa watoto wao hawa wanajua kusoma na kuandika. Watoto hawa wote wameshaandikishwa kwenye shule za msingi, lakini wapo ambao wanaenda kwenye shule za English medium. Niwaombe wazazi, kama una kipato kizuri, niombe muwapeleke watoto hao kwenye shule nzuri. Tunasema asante kwa kutuamini, lakini pia wazazi, asanteni kwa kutuamini pia. Lukundo Enterprises tuje mbele yenu tusapoti jitihada za watoto wetu. Wengi wanajiuliza Lukundo Enterprises ndio hivi au? Lukundo Enterprises ni wamiliki wa vituo vya mafuta 3 hapa Makambako. Cha kwanza ni Puma. Sasa tumeanza kuelewana. Lakini cha pili ni Orex, pembeni yake ya Puma. Lakini cha tatu ni Arabi, kiko Biankena, soko la mazao pembeni. Karibuni sana. Naomba mtupokee. Sisi kama Lukundo Enterprises, kwa kutambua kwamba mtoto ni kioo cha jamii, hatukuweza kusita pindi tulipopata mwaliko huu, kwa sababu sisi pia tunatambua malezi bora ya mtoto ni ufunguo wa maisha. Malezi bora ya mtoto ni ufunguo wa maisha. Na kama malezi bora kwa mtoto ni ufunguo wa maisha, basi tumuandae mtoto akiwa bado mdogo. Na hili niwapongeze nyinyi wazazi kwa kujitoa kwenu kuwaleta watoto hawa kwenye mfumo mpya ambao leo nimekuja na mimi nimejifunza hapa, unaitwa Triple KKK. Walimu niwapongeze sana. Yaani kusoma, kuandika na kuhesabu. Nilikuwa nimepanga kwa jinsi nilivyokuwa nimeagizwa na bodi ya wakurugenzi. Nilijua nikifika hapa litakuwa ni jambo dogo la dakika 1, tutakuta watoto labda 4, basi tutasalimiana, alafu mimi nitasalimia, then nitarudi. Lakini nilipokuja kuona umati huu, hakika mimi niwapongeze kwa ujumla wenu. Mmefanya chaguo sahihi kuwapa watoto urithi wa maisha ambao ni elimu. Na
sisi kama Lukundo Enterprises tuseme tu, niseme kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi wote, Mwambula hatutaacha kukusapoti kwa hiki unachokifanya, kwa sababu kina baraka ndani yake. Lakini wakati wanasoma risala wameongea mazuri mengi, na mazuri hayo mimi niseme walimu msikate tamaa kwa sababu ya mazuri haya, kwa sababu kila penye mazuri halikosekani baya hata moja. Mkaenda kwenye changamoto, hapo ndio walimu wananisikiliza kwa makini kweli. Hii changamoto ya magodoro naona ni 10%. Mlifanya katika 100, mlifanya 10%. Na ndio maana ikawa uhitaji hapa, nikawa naona sasa ni 90% uhitaji. Ili kuokoa muda pia, sisi Lukundo Enterprises ni watu wa vitendo sana. Kwa vitendo sana. Mimi nisema hatutaacha kukusapoti. Kile ambacho nilikuwa nakifikiria na wakurugenzi wangu wanakifikiria ni tofauti ambacho nimekuja kukiona leo, na nimefarijika sana, na ni kwa hili nitakifikisha, na lipo jambo litakuja kutendeka kubwa zaidi. Katika hii 90% ambayo imebaki, mimi niombe upokee kwa muda huu naongea 40%. Lakini bado naenda kushawishi wakurugenzi wenzangu ambao ni watangulizi wangu kwamba iko haja ya kumaliza sisi hii 10% yote, kwa sababu nyinyi wazazi pia mkituombea mambo yote haya yatakwenda kuwa sawa. Wazazi wewe. Na kwa kusema hayo, hii 40% tumalize sasa hivi. Au tumalize sasa hivi. Sawa. Kwa tumalize. Naomba nikamilishe hizi. Lakini hii iliyobaki, mimi ni waahidi walimu na ni mwahidi mkurugenzi, naenda kupambana kule. Mungu atusaidie tuimalize sisi wenyewe. Tunapokuja kwa mahafali mengine hapa, tusiwe na hii changamoto, tupate changamoto mpya ambayo nayo Mungu akitusaidia tuweze kuimaliza. Lakini kuna kitu hakikuandikwa hapa kwenye hii risala, ila nimesikia wakati anasoma risala nikamnong'oneza na mkurugenzi, naambiwa kuna vituo 31 vya Mwambula. Lakini katika hivyo vituo ananiambia kuna watoto ambao ni yatima. Mwambula yeye amejitolea, anasema wasome bure. Mimi naomba hayo makofi mnayoyapiga uyapige kwangu, kwa sababu naomba nimpokee huo mzigo. Na nimemuuliza hapa, watoto wako wangapi? Ananiambia watoto wako 6. Sio hivyo mkurugenzi? Mimi niseme jamani, mimi pia ni mtumishi pale. Hawa 6 wote, sitaki kudanganya watu kwamba mimi peke yangu nitaweza. Sisi Lukundo Enterprises tuna wadau mbalimbali ambao tukiwapa majukumu haya na kueleza ukweli wanatusaidia kwa haraka sana, kwa sababu yako makubwa zaidi ambayo wametusaidia. Lakini kwa hili la watoto 6, mimi naomba napiga simu muda huu, kati ya watoto 6 kila rafiki yangu atakuwa anasema anasaidia watoto wangapi, na wewe mkurugenzi nakupa contact zao ambao watakupa mawasiliano hayo, wewe uwape namna ya ulipaji wa ada hizo. Mwambula wewe, hakuna linaloshindikana. Hata mimi moyoni mwangu sikufikiria kama itakuwa hivi. Naomba mnipokee hivyo hivyo. Ndio maana naongea ni sasa, nimefarijika sana. Huyu ni msimamizi
wa vituo vingine vya Rukundo Enterprises viko viwili, viko Arusha. Yeye ni meneja pale. Kwa hiyo naamini hawezi kukataa hili zoezi. Amina wapendwa. Hawa sitawaisha. Haiwezekani watoto 6 washindwe kusoma na sisi wazazi wao tu. Kiongozi habari? Salama. Tunaendeleaje? Mungu mwema. Habari ya Arusha? Mungu mwema. Mkurugenzi, nakuomba jambo moja. Niko kwenye mahafali ya watoto wa Mwambula Daycare. Ninao watoto 300 na wanakusikia. Lakini ndani ya watoto hao wapo watoto baadhi wamekosa ada kwa sababu tu eti hawana wazazi. Na wewe upo, mimi nikuombe useme neno lolote ili niweze kuunganisha na mkurugenzi wa kituo hicho. Naam? Nikiwa bado sijajiandaa vizuri. Ndio. Naomba niwasaidie watoto wawili. Mungu akubariki sana, na nitakuunganisha na mkurugenzi ili muweze kufanya mawasiliano, utaratibu wa kuwalipia ada. Nashukuru sana. Nakushukuru sana kiongozi. Mimi naomba nikupe namba sasa hivi. Yaani mambo tunamalizana hapa sasa hivi. Hiyo ninakupa 100%, hawezi kubisha chochote. Namba yake hiyo. Kwa tumebakiza 4. Haya. Tunaye mwasibu ambaye anasimamia vituo vyetu vyote. Yeye ndo anashika shekeli. Haiwezekani na yeye afanye jambo. Mnivumilie jamani. Naomba tulitekeleze tu ili mambo mengine yaendelee. Najua mmechoka. Kiongozi mbali. Mungu wewe unaendeleaje? Salama. Nafikiri unafahamu niko kwenye mahafali hapa. Nimekuja kitu ambacho nilikuwa nakitegemea kimekuwa tofauti kidogo. Kituo hiki kina watoto zaidi ya 300 wanamaliza masomo leo. Lakini wapo watoto baadhi kama 6 wameshindwa kumaliza masomo kwa sababu walikosa ada. Mimi nikuombe utoe neno lolote ambalo litatufariji. Tupe tu neno. Watoto hao wamekosa ada. Wamekwama ada ili waweze kumaliza masomo. Kwa sababu tu wamekosa wazazi. Ndio. 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 Namshika mkono mtoto mmoja. Ndio. Ndio. Atamshika mkono mtoto mmoja ada na uniform. Nakushukuru sana kiongozi. Ndio. Mungu akubariki. Hii mtoto mmoja. Lakini nikuombe kwa kuokoa muda. Hawa watatu naweza kufanya jambo pale ofisini. Tutaona namna ya kulimaliza. Lakini amini kwamba limeshaisha.
La mwisho, wakati nawasiliana na mkurugenzi hapa, nimemuuliza swali dogo tu kwamba hao watoto wote unafanyaje namna ya kuwapeleka mashuleni pia. Akaniambia niko kwenye mkakati wa ununuzi wa gari pia la kituo. Sasa kwenye hii changamoto ya gari la kituo, mimi binafsi nisilisemee, ila mimi naomba nikuombee pia nalo, kwa sababu nafahamu tutakapoachana hapa mambo mengi tutashindwa kuyafanya. Kwa hiyo nimuombee pia hili la gari la kituo, pengine mabosi zangu na wao watasemaje. Mengine anaisha hapa, lakini msiache kutuamini. Kiongozi habari? Salama tu. Nipo kwenye ile sherehe. Kuna changamoto moja. Haya mengine kwenye muhtasari nafikiri tutakuja tuongee ofisini, lakini kwa namna moja au nyingine yameenda sawa. Lakini kuna changamoto moja, nimeona hao watoto wengi wanatoka mtaani na mlezi wao anasema ana mkakati wa kununua gari kwa ajili ya kuwabeba hao watoto. Nikasema nikuombe wewe kwa elimu yako, basi tuwachangie sehemu ya ununuzi wa gari hiyo. Nikuombe sana sana, kwa sababu mimi ndio niko hapa na nimeona nini uhitaji wa hiyo kitu. Ndio. Naam. Sasa wao kwa sababu wanaanza wanataka kununua haisi, kwa hiyo wao mchango wako wote wataupokea, kwa sababu haikuwepo kwenye risala. Mimi tu nimeona tuone namna kuu. Atawachangia milioni 5. Nakushukuru sana viongozi. Asante sana. Kwa hiyo msiache kutuamini, lakini pia msione kama sisi tutawachoka nyinyi kuwapokea. Karibuni sana Lukungu Enterprises. Tumefarijika kwa mlivyotuamini, na sisi tunawaambia na sisi tutaendelea kujitoa kwenu. Lakini pia wazazi, niwasihi sana, msiache kuleta watoto wenu kwa Mambura. Huu mfumo alioleta wa Triple K, mimi pia nimekuja kujifunza jambo zuri. Mtoto anatoka nyumbani hana anachokijua, lakini anaondoka kwa kujua kusoma, kuandika na kuhesabu, yaani KK3. Mungu awabariki, niwatakie sherehe njema, na hayo yote naomba mtupokee wenzenu. Asanteni sana.